Sikuweza kuokoa kitu chochote kwa sababu nilikuwa sina nguvu yoyote. Pole. Pole. Watu wawili wamenusurika kifo baada ya moto ambao hujajulikana chanzo chake kuteketeza nyumba ya makazi na mali zote zilizokuwa ndani ya nyumba hiyo katika mtaa wa Mji Mwema, halmashauri ya mji wa Njombe. Ayo TV imezungumza na mmiliki wa nyumba hiyo, Sarafina Mwabena, ambapo amesema alishtuka akigongewa dirisha majira ya saa 7:30 usiku wa kuamkia leo Januari 12 na mpangaji wake baada ya kushtuka moto huo ukiwaka, ambapo amesema licha ya jitihada walizofanya kudhibiti moto huo kwa kushirikiana na majirani pamoja na jeshi la zimamoto, lakini hawakuweza kuokoa kitu chochote. Mbunge wa viti maalum kwa Njombe Chauma, Sigrada Mligo, kupitia kwa katibu wake Yohana Ndone, amefika na kutoa pole kwa mhanga, ambapo amesema ofisi ya mbunge itashirikiana na wakazi wa mtaa huo kumshika mkono mhanga. Cha kwanza naitwa Sarafina Mbaraka Mwabena. Naishi Mji Mwema hapa na kadri ya miaka zaidi ya 20 kama sikosei. Kwa tukio ambalo limetokea siwezi kuelezea sana kwa sababu mimi nilikuwa nimelala na kama siku 3 na kunywa dawa na lala ndani. Ilikuwa mida ya saa 7:30 usiku. Nilipigiwa sana, yani odi sana kwenye dirisha langu, lakini sikusikia. Baadaye yule kaka ambaye ni mpangaji wangu mmoja ambaye alikuwa amebaki akaja pale mlangoni akagonga kama mlango anataka kuvunja. Mimi nikafungua mlango, wewe vipi? Akaniambia nyumba inaungua. Mbona mimi huku kwa kusawa? Akaniambia hamna, nyumba inaungua. Mimi nikatoka nikaenda mpaka kwenye dining, kulikuwa kuna mtu anakaa ambaye alikuwa hayupo. Kufika pale tunaona godoro ndo linawaka moto. Moto tayari umeshafika. Kwanza moto ulikuwa tayari umeshafika huku koridoni. Ikabidi mimi nitoke, nivae nguo nitoke. Muda huo nikawa nimetoka, nikawa nakuja huku. Sikubahatika kuokoa kitu cha aina yoyote ile. Sielewi kitu chochote. Sielewi hata chanzo ni nini. Sielewi ni shoti au ni kitu gani. Pole. Mpangaji ambaye alikugongia mlango kwa mara ya kwanza unakaa naye hapa ndani? Ndio, ambaye ndo alikuwa amesalia, amebaki, wengine walikuwa hawapo. Alikuwa amesalia mmoja. Ndio. Na pengine kwenye kuzungumza naye yeye, kwa kuwa alikuwa wa kwanza kuona moto, hakuona kiashiria kabla au kujua na pengine sababu au moto ulitokea kwenye chumba kipi, jikoni au kwenye shock za umeme? Hapana, yeye anasema yeye ameona moto ambao upo kwa novice, na maana sebleni. Ina maana mpaka pale anachanganyikiwa kuja kunifuata mimi, tayari moto umeshadaka upo koridoni ambako kwenye ngazi ambazo napanda naingia mimi chumbani kwangu. Sikuweza kuokoa kitu chochote kwa sababu nilikuwa sina nguvu yoyote. Pole. Jirani tayari alikuwa ameshatoka, ndo namkuta yuko nje, ambaye ndo anakaa hapo na dadangu ni shemeji yangu ambaye tuko jirani. Ndo akaanza kupiga kelele na kunisaidia, watu ndo akawa amejaa kanisaidia. Sielewi kitu chochote jamani. Nimebakiwa kama nilivyo. Ndo nyumba hii ambayo nilikuwa naitegemea, ndo kila kitu, ambapo nilikuwa nikitoka kwenda kupambana na rudi nyumbani kwangu. Pole. Mtoto yuko kwa babake, ila mimi maisha yangu naishi tu mwenyewe. Ina maana kila kitu huwa najipambania mwenyewe, toka nimetengana naye kila kitu najipambania mwenyewe. Ndio, nimepata msaada wa kuhifadhi. Baada hapo sijajua kinachoendelea. Ila majirani wameshaanza kunisaidia pia. Asante. Ulibahatika kuokoa kitu chochote? Sijaokoa kitu chochote zaidi cha kukumbuka kwamba simu nipige emergency. Sijakumbuka chochote kwa kuwa kuna vitu vyangu vya biashara, kila kitu kimeungua. Hapa nilipo niko mtupu, yani kila kitu cha zamani nilichokuwa nacho ndani kimeungua. Na ni biashara gani ambayo pengine ulikuwa unajihusisha nayo ukiwa hapa Njombe? Kwa hapa mimi nilikuwa sina biashara, ila nilikuwa nauza nguo, baadaye nikaacha, nikawa nimenunua tu vifaa vya, nilikuwa nimenunua viti, nimenunua makreti ili nianzishe biashara ya vinywaji. Ina maana kila kitu kimeungua, hata ukiangalia pale kuna makreti ambayo yakuwa yamesalia, chupa ambazo zilizokuwa zimepasuka ambazo ni empty. Toka hili swala limetokea, wapangaji simoni hata mmoja, hata simu yangu mimi hapokei simu zangu. Nilikuwa na wanne, kasoro mmoja tu, huyo ni wa kike, toka alipoondoka sijai muona, ila tunafanyaga tu mawasiliano. Asubuhi nimempigia hapatikaniki kwenye simu. Na hao wengine ndio hawapokei? Hawapokei. Okay. Pole. Naumia. Nimeanza kujipambania nikiwa mdogo sana. Pole.
Ni muda gani tangia umetengana na mume wako ambaye unasema mtoto wako mmoja uliyekuwa naye anaishi kwa baba yake? Na miaka 5. Ndio mpaka sasa naishi peke yangu na zaidi ya miaka 5 niliachana naye nikiwa na umri wa miaka 24. Na ni nyumba ambayo mlikuwa mnaishi hii pamoja au hii ulijenga baada ya kuachana naye? Hapana, tuko tuna nyumba zaidi ya 2. Ina maana mimi naye tulivyoachana mahakamani mimi nikabaki nayo hiyo. Kabaki nayo naishi, akabaki nayo kule juu nayo yenyewe akaiuza, mimi nikabaki nayo hii. Nayo ibidi nayo iuze, lakini mimi niliongea naye akaniambia haina shida, basi isiuze, basi endelea tu wewe kuishi. Na maana nikaipambania mpaka leo nipo nayo mwenyewe. Ambacho naomba nisaidie kwa chochote kile walichokuwa nacho ili niendeleze maisha yangu. Hata kwa kidogo pia nitashukuru. Kwa majina naitwa Mark Peter Mlilo. Mimi ni jirani wa moto ambao moto umetokea hapa. Tukio hili tumeligundua au tuliliona saa 7:30 usiku. Baada ya kuliona hilo tukio, tulipiga moja kwa moja tulipiga ile simu namba 114 kwa ajili ya watu wa wazima moto. Na ni kweli watu wazima moto waliweza kufika haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuendelea kutusaidia hapa, na kimsingi wametusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini baada ya hili tukio sasa kuwa limetokea, mimi kama jirani hapa, huyu jirani ambaye nyumba yake imeunguliwa, mimi kama sehemu ya jirani yake, mimi nimehifadhi hapa na nimempatia baadhi ya vitu vyote ambavyo vya msingi. Na kwa vile kwamba haya ni janga ambalo mwisho limetokea ambalo linaangukia kwenye maafa, tulikuwa tunaiomba sana serikali iweze kumsaidia kama zilivyo taratibu za kuweza kuwasaidia ambao wanapata na majanga ya maafa, ili na yeye aweze kuendelea na maisha mengine. Jina naitwa Yohana Ndone, ni katibu wa mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe, Segrada Mrigo. Cha kwanza nitoe pole kwa dada yetu au mama yetu ambaye amefikwa na hii changamoto ya nyumba yake kuungua, lakini pia nitoe pole kwa wapangaji kwa sababu hakuwa anaishi peke yake kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezipata. Ni changamoto kubwa, lakini mimi nimefika hapa kwa niaba ya mbunge Mheshimiwa Segrada Mrigo ambaye baada ya kupata taarifa kwamba kuna changamoto hii, ilinilazimu nifike kwanza ili niweze kuona hiki ambacho kimetokea kwa sababu yeye yuko Dodoma. Kwa hiyo baada ya kufika hapa nimejionea hiki ambacho kimetokea. Kiukweli ni janga kubwa na linahuzunisha kwa sababu ni makazi ya mtu na alikuwa anategemea kwa kila kitu, lakini pia wapangaji, na bahati mbaya kila kitu kiangalia hapa vimeungua vyote. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaumiza, lakini sisi kama ofisi ya mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe, kwa niaba ya mheshimiwa mbunge nimefika hapa ili kujionea, lakini baada ya hapa kitakachofuata ni yeye sasa kama mheshimiwa mbunge kuona tutasapoti vipi tukio hili ambalo ni la ghafla limetokea. Lakini cha kuzungumza ni kwamba tumpe pole mama na tutakuwa naye bega kwa bega kama ofisi ya mbunge kuhakikisha kwamba tunamsaidia kwa namna yote ile ambayo anahitaji kuweza kupewa msaada. Kwa hiyo wasiliana na mheshimiwa mbunge kwamba kuna taarifa nimezisikia ziko hivi na hivi, lakini akaniambia cha kwanza tufike kwenye ofisi ya mtaa. Baada ya kufika kwenye ofisi ya mtaa, kwa bahati nzuri tukakutana na afisa mtendaji wa kata. Akatuambia kwamba ni kweli taarifa hiyo ipo kama ambavyo tumeipata. Baada hapo tukatoka na mtendaji wa mtaa wa Mji Mwema ili kufika kwenye eneo la tukio kujionea hiki ambacho kinazungumzwa kama ni uhalisia. Baada ya kufika hapa nikampigia simu mheshimiwa mbunge kwamba ni kweli hili swala limetokea. Kwa baada hapo akaniambia sawa, tutaona namna gani ya kushirikiana na hao wahusika kuona na ni kwa namna gani ambayo itakuwa ni nzuri kuwapa pole. Naitwa Theophil Claret Mwinuka, mtendaji wa kata ya Mji Mwema, halmashauri ya mji Njombe, mkoa wa Njombe. Usiku wa kuamkia leo tarehe 12 mwezi wa kwanza 2026 kumetokea tukio la ajali ya moto kwenye kata yetu ya Mji Mwema, mtaa wetu wa Mji Mwema, opposite na shule ya msingi Mji Mwema kwa chini huko. Lakini ajali hii ya moto mpaka sasa bado hatujajua chanzo ni nini. Ila sisi kama serikali tumepata taarifa kuanzia saa 7 saa 8 usiku
kwa sababu tukio limetokea saa 7 usiku. Baada ya kupata taarifa hizo, jeshi la zimamoto walipewa taarifa kwa wakati na walifika kwa wakati. Tatizo moja tu, maeneo ya jirani hapa kulikuwa na msiba. Sasa kuna bwana mmoja aliweka gari njiani, gari ya matangazo aliweka njiani. Kwa hiyo ilisababisha gari la zimamoto lichelewe kupita, na yule bwana alikuwa hayupo. Tumefanya kumtafuta usiku aje atoe gari. Kwa alifika kwa kuchelewa karibu dakika 45 nzima. Tulikuwa tunahangaika kumpata. Kwa hiyo gari la zimamoto limefika, limeshindwa kuokoa kwa sababu mali zote zilikuwa zimeshaungua. Tukiongozwa na mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Mji Mwema pamoja na mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa huu wa Mji Mwema, tumewajulisha mamlaka tofauti tofauti. Kwanza tumewajulisha ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji Njombe, alafu vile vile tumejulisha ofisi za waheshimiwa wabunge wetu wote wawili, lakini vile vile tumejulisha mamlaka nyingine kwa maana ya mkuu wa wilaya, jeshi la polisi, maeneo yote hayo tumewapa taarifa. Lakini tunachoshukuru, viongozi hawa wameanza kuja kuona jinsi hali halisi ilivyo, wanakuja wanaangalia na wao wanaenda kujipanga kwenye ofisi zao, basi waone namna gani wanaweza kutusapoti. Lakini sisi kama mtaa, kama kata, tulichokifanya, jambo la kwanza tumewaitisha hawa watu majirani wa hapa pamoja na viongozi. Tunajua ni Januari hii, watu wanapeleka watoto shule. Kwa hiyo tumepeana kamkakati kusaidiana tu, kwamba yoyote mwenye chochote haijalishi mwenye chochote, na ni hiari, kwa sababu mtu asije akaacha kupeleka mtoto shule tena akasema kwa sababu nimefanya hivi. Kwa hiyo mwenye chochote, mwenye nguo, mwenye chakula, kwa sababu humu ndani kila kitu kimeteketea, basi tumeweka utaratibu wa hivyo vikusanywe, halafu tuone namna nzuri ya kuweza kuwasaidia hawa wahanga. Lakini mwisho kabisa, hawa wahanga waliopata majanga hapa, mama ambaye ndiye aliyekuwa anaishi humu ndani, huyu tumeona namna ya kumtafutia hifadhi ya muda, lakini vile vile tulizungumza naye, anasema kwao sio mbali. Unajua anapokukaa kwa mtu muda mrefu napo sio vizuri. Kwa amesema ataenda nyumbani kwao, sio mbali, ni Ilembula, atakuwa nasubiri kwa muda huko ili mambo mengine yakiendelea. Lakini wale vijana wengine ambao walikuwa ni wapangaji wake hapa, wale bado hatujapata mawasiliano nao, kwa sababu pia kujua na nini chanzo cha moto na kadhalika. Sawa, zipo mamlaka ambazo zinatakiwa kutoa taarifa hiyo, lakini na sisi pia tulikuwa tunaendelea kufuatilia chanzo cha ajali hii ni nini. Kwa hiyo tumepata mawasiliano ya upande mmoja, bado hawa vijana ambao walikuwa ni wapangaji hapa na ndio moto ulianza kwenye chumba chao, bado hatujawapata. Lakini TANESCO wamekuja, wamesema chanzo cha ajali hii sio umeme, kwa hiyo bado hatuelewi.